kuthamini mapinduzi yetu matukufu ya 1964, kwa sababu malengo yake yalikuwa nini? Kumuondoa Mwafrika, kumuondoa Mzanzibari kutoka hali duni aliyokuwa nayo, iwe ya kimaisha, iwe ya kielimu, na kufikia katika hali ya juu sana. Hili ni jambo kubwa, na kwa kweli serikali zetu zinatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha maendeleo makubwa yanaonekana katika nchi yetu Unguja na Pemba. Chengine ambacho nitaka kusema ni kwamba tokea nimefika hapa nilifurahi kuona jinsi humu ndani kukoje, kwa sababu watoto wetu hawa bado ubongo wao ni mchanga, lakini wanakuzwa kiakili humu ndani. Humu ndani kuna mambo ningeomba baadaye na nyinyi mpate fursa mkaangalie, muone jinsi gani wanavyofundishwa amali ambazo tunazo za kisanaa, Kiswahili, mambo ya kisayansi, mambo ya kiteknolojia unayakuta ndani humo, mambo ya kimazingira toka wapo wadogo. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa, na mimi kwa kweli limenifurahisha sana. Nikupongeze tena sana kwa kazi kubwa hii. Kitu muhimu sasa, miundo mbinu tuliyoiweka hii kama serikali itunzwe vizuri, na kuna umuhimu mkubwa wa wazazi na wazee na watu ambao wamezunguka maeneo haya kuyathamini haya na kuyatunza, kwa sababu yamewekwa kwa ajili yao. Kwa hiyo mashirikiano ambayo yatahitajika kutoka kwa wazee pamoja na walimu ni muhimu, kwa sababu yale ndio yatawajenga watoto wetu. Tumekubaliana hivi? Kwa hiyo natoa wito kuwe na mashirikiano mazuri kati ya walimu, lakini pia wazee, lakini pia ambao wamezunguka. Hata kama mtoto wako hayuko hapa, ujue kuna siku utafaidika na shule hii. Tuthamini sana. Kwa mnasaba huo, hapa nimepata maombi kutoka kwa wazee wa Kitoko, na maombi hayo naomba niyaseme alafu nitoe maelekezo. Ombi la kwanza kutoka kwa wazee, wanasema wanataka kuwe na ulinzi wa hii shule. Ombi la pili kutoka kwa wazee, wanataka kujengwe uzio wa hii shule. Na ombi la tatu kwa wazee hawa, wanataka uwanja wa kuchezea watoto wao hapa. Na ni kweli watoto wanapenda sana kucheza, na inaweza kutumika huo michezo kuwajenga kiakili, kuwajenga kimaadili, lakini pia kuwajenga kimwili yao. Sasa maelekezo ninayoyatoa haya nayarejesha Wizara ya Elimu. Katibu Mkuu pamoja na wizara muyasimamie haya na tuhakikishe yanafanikishwa kwa muda mfupi ujao. La mwisho ambalo nataka kulisema ni suala zima la amani na utulivu wa nchi yetu. Nasema tena, amani na utulivu wa nchi yetu hii. Na nina hakika mnajua yanayoendelea huko duniani, si mnayaona? Sudani kunaendeka leo, Somalia kunaendeka leo, Kongo kunaendeka leo. Sababu hakuna amani, hakuna utulivu. Na kama ni hivyo, manake hakuna maendeleo ya aina yoyote. Kwa hiyo natoa wito kwa wananchi wote wa Unguja na Pemba, na huu ni wito ambao serikali kupitia rais wetu mpendwa Dr. Hussein Mwinyi anautoa kila wakati, kuhakikisha amani na utulivu ndiyo yatakayoleta maendeleo yetu. Kwa hivyo tudumishe hivyo vitu. Mnaniahidi hilo? Kuna pahala nilisema hivi, amani na utulivu unamwanzia mtu mwenyewe binafsi yake. Kweli uongo? Maana kama wewe huna amani, huna utulivu, hivyo utampa mwenzio amani kweli? Kwa hivyo tuanze amani na utulivu katika nafsi, katika majumba, katika mitaa, katika miji, katika nchi
Kwa hivyo amani na utulivu ndio itatusaidia sisi kufika yale malengo ambayo tunayataka. Ujenzi wa skuli hizi za maandalizi ulianza mwezi Agosti mwaka 2024 na ulimalizika mwezi Oktoba. Gharama ya ujenzi wa skuli zote 9 ni bilioni 3.6 kwa mujibu wa mkataba, na kila skuli iligharimu shilingi milioni 400. Mheshimiwa mgeni rasmi, skuli 8 kati ya hizi zimejengwa na kikosi chetu cha KMKM Marine na kusimamiwa na mshauri mwelekezi ZBA. Skuli ya maandalizi Fuoni Kipungani imejengwa na kikosi cha chuo cha mafunzo na kusimamiwa na mshauri elekezi AE&Q Consulting Company. Mheshimiwa mgeni rasmi, skuli hizi kila moja ina madarasa 8 na ina uwezo wa kuchukua wanafunzi 180 kwa wastani wanafunzi 45 kwa darasa. Pia kila skuli ina vyoo 12, kuna ofisi ya mwalimu mkuu, kuna ofisi ya walimu, kuna ukumbi wa chakula pamoja na jiko ambalo litakuwa linatumia gesi. Mheshimiwa mgeni rasmi, huyo ndo Dr. Mwinyi. Hiyo ni nasari.